Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Sisi tumeelezwa ni kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na unaposikia kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kile kitendo cha Muislamu kufanya mema. Yaani kila jambo jema hilo ni ibada. Na ndio miongoni mwa makusudio ya Mungu wako. Yaani kama endapo utaondoa mwili barabarani, elewa ya kwamba hali ndio miongoni mwa makusudio ya Mungu wako ni ibada hiyo. Ibada sio swala, sio hija. Sasa katika mazungumzo yangu ambayo nahitaji kuwafikia ni kwamba ni kuhusiana na swala zima la ardhi yetu ya Masonga. Tulisema kwamba ardhi yetu ya Masonga inahitajika ijengwe uzio yote, na ndivyo tulivyoambiwa, na jambo linatakiwa ni haraka sana. Na thamani ya pesa ili kufikia lengo hilo ni shilingi milioni 30,047. Na mpaka sasa hivi kwenye account ipo shilingi milioni 4,339,000. Alhamdulillah. Kwa kipindi ambacho tumeanza zoezi hili mpaka sasa hivi hatusemi kwamba ni pesa ndogo. Lakini kiukweli kwa upande mwingine tunasema kwamba ni pesa ndogo kwa sababu kutokana na ile hali ya mwitikio wa watu juu ya huu taratibu tulioweka watu kuchukua bahasha. Mwanzo tulianzia kwamba tukichukua bahasha basi kuweke kiasi kuanzia shilingi 30. Kwa wengine ni ndogo lakini kwa wengine ni kubwa. Baada ya hapo tukaja tukashusha tukasema kwamba 20,000. 20,000 ni kubwa na kuna wengine kwa ni ndogo pia vile. Lakini baada ya hapo tukaja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukasema kwamba kila mmoja aweze kupata fadhila ya jambo hili. Hebu jaribu kufikiria kidogo tu suala zima la ardhi. Suala la ardhi ya Uislamu huwa ni wakfu, na hiyo ni sadaka jaria. Yaani kama unatoa kuanzia muda ule unaanza kuandikiwa thawabu mpaka utakapokufa mpaka kiyama. Moja kwa moja utapata. Kwa nini tunakuwa ni wazito juu ya jambo hili ambalo ni fursa mtaharia? Wapo wenzetu ambao wanatafuta igoje mchana lakini hawapati. Imeshawatoka bila hata hawezi. Mbona sisi tunashindwa kujitafakari vizuri tukaweza kulichangamkia hili jambo? Wapo ambao labda pengine mtu wanaweza, wapo labda pengine mtu amina na kawaida tu, wapo ambao wanaona kwamba kama vile yeye kwamba hakuna haja ya kwenda hilo jambo. Katika hali kama hiyo, lakini kama endapo wewe utakuwa unaweza kwa sababu linafanywa na watu fulani ukalidharau, elewa kwamba moja kwa moja ni kiburi. Na alhamdulillah ndio mada yetu ya leo ambayo atakaitoa Sheikh Ali bin Hassan, madhara ya kiburi. Miongoni mwa kiburi ni kwamba yale jambo mpaka aseme fulani aya ile ile, ibada ile ile, lakini mpaka aseme mazingi. Aseme mazingi wewe ndio unatekeleza. Ile ndio mpaka aseme Sheikh Nuhu, aseme Sheikh Nuhu ndio unatekeleza. Lakini akisema maneno chana kuna neno ile, kwa hiyo moja kwa moja inaingia nini? Ni kiburi. Ni hatari sana. Uislamu tukaona kwamba tuendelee kuzilazimisha nafsi zetu, tuzikere nafsi zetu, lakini tumuridhishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili hapa ni bora. Yaani ikere nafsi yako wewe, lakini umridhishe nani? Muumba. Hivi ndivyo inatakiwa iwe. Lakini leo hii mtu yuko tayari kuiridhisha nafsi yake, yani nafsi yake iridhike, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuudhi. Kwa nini? Mtu anao uwezo wa shilingi 10,000 wiki nzima, alafu anachukua bahasha, alafu wala anatoka hapa na angalia mtu anataka. Ni kitu gani? Sasa kwa kuwa nyoyo ndivyo zilivyo, basi moja kwa moja kuna wakati mwingine inapaswa moja kwa moja zile nafsi zetu kuzikandamiza katika jambo la kheri. Sikandamize nafsi yako katika jambo la kheri. Usikubali kabisa kutokana na hali hiyo. Naomba ndugu kwanza ni hesabu kwa pale kwa Ustadh Ismail pale. Safuria kwanza kwa kwamba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ndio kupata idadi kwa hiyo kwa hapa chini hapo, yani mstari mmoja ni safu moja ina watu 17.
Tunaelewana vizuri? Ina watu 17 safu moja. Sasa tuchukulie kwamba hivi watu 50 itakuwa safu ngapi? Haraka watu wamehesabu. Safu ngapi itakuwa 50? Hicho. Safu ngapi? Safu ngapi na watu wangapi? Wenzangu wangapi? Safu tatu wale basi wongea leo kwa leo. Safu tatu sasa na 17 mara 3 ni sawa sana 54. Wakati yale hapo ni safu tatu tu basi. Hapa tunabasha 50 hapa. Yale hakuna cha kuswali, hakuna cha hotuba, hakuna chochote. Yale kama maajabu kwamba kumbe safu moja ya watu 17. Alafu safu tatu ni watu 54. Tukibasha 50 zimesha hapa. Kumbe ni jambo jepesi kabisa. Haya tukienda kule vile hesabu kwa haraka tu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yaani hapo kuna safu takriban 9 au 10 hapa chini. Hebu fikiria. Si aibu hiyo sana. Yaani kuna safu si chini ya 10 au 9. Kumbe safu tatu tu ni bahasha 50. Yaani kama mnatoka moja hapo, kila mmoja atachukua bahasha hapa. Ina maana safu tatu tu bahasha takriban 50 na. Sasa kwamba hivi tumeona tufanye jambo moja kwa huu. Hii ni ibada. Yaani kwa hapo ulipo tayari uko katika ibada. Ustadi ndani hapa nyanyuka. Lakini pia ghorofa ya pili hapo yuko nafikiri kama sio kijana sefu ni Elf Rashid. Ana bahasha 20 tu. Lakini pia yuko atakuwepo nafikiri kwamba yeye Elf au atakuwepo sefu. Kaeni mbele wagaieni watu hizo bahasha. Hakikisheni kwamba hizo bahasha zinakwisha kisha mnanipigia simu ndio nani ndio hapo kwa mpigo mnapigia simu kwamba hapa zimekwisha, hapa zimekwisha, hatuku tunaruhusu tunaendelea. Kwa maana muda huu sasa kila mmoja anashikiliwa achukue bahasha. Hapa ndani hizo 50. Nyinyi hapa tumekuzawadieni kwa sababu nyinyi mko karibu na mimba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tulishi. Hapa tulishi. Unataka nani hivi? Yaani nafsi hivi tunatakiwa uirejeshe. Sio kama tunakomana nini? Hapana, yaani tunasaidiana nafsi zenu na nafsi zetu. Sio kama tunakomana, hapana. Wewe angalia nafsi. Nafsi siku zote yaani ukiambiwa wewe na kununua bando la shilingi 10,000 kwa ajili ya kuangalia Derby ya Manchester. Basi sasa hivi utarajia na kweli. Na angekwenda? Ngoja kidogo. Kuna mshauri huko nyuma wewe. Ile bana pale anasema kwamba tungekwenda kwa safu. Yaani unataka anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba ziishi kwenye hizi safu tatu tu. Anamaanisha nini? Naam. Bwana wewe uwezo wako ni mdogo, uliwana ni mkubwa. Sasa. Wewe unasema endelea kugawa. Mzee amesema. Ndio maana watu wa hiyo yeye ni mdogo wanakuwa ni hii mkubwa. Ukojua kusaidia kitu kimoja kwa vijana. Elf Rashid pamoja na Seif Iringa cha kufanya huko. Mkiona watu hawali kuchukua hizo bahasha hawanyoshi mkono, basi chagueni nyinyi wenyewe. Yaani kimona mtu mpekee, yaani mwangushie, afisha aitupe, kwa sababu ya ndani ya Mwenyezi Mungu. Yaani fanyeni hivyo, usuri ziishi. Narudia tena, Seif Iringa huko juu, pamoja na Elf Rashid. Mkiona hizo bahasha ziishi, pamoja na kusimama pia vile vile. Tumepeleka na hizo bahasha siri 10 siri ngapi zote ziishe. Mama Asha bahasha zote ziishe kwa mama. Mama Asha bahasha zote ziishe. Kwa hiyo ukiona kama watu wanaligalega wewe muangushie, mpatie. Alafu mwingine sasa atainuka basi wewe nibadilisha kolo. Shukrani kabisa. Kwa hiyo hapo ndio hapo.
Miradi changamsha watu wengi wote wanaelewa wewe hapo tu hapo ndio kutolewa mambo mengine. Ukiona haziishi wewe unakushia mtu mwingine basi ndio unaelewa mwingine. Ndio hapo. Ina nafsi amara bisuri. Nafsi siku zote wanafanya maovu. Yaani wewe unasema sasa hivi wewe unakuwa kwa shilingi 10 lakini kwa kufanyisha huko ukaona kwamba ni funzi tu ukalalamikia shilingi 10 ya 20 wala hakuna hisabu ya hizo. Alafu wengine sasa kama nafsi yasiri leo ni juma wewe kwa tayari hapo umeshapiga hesabu kwa kuna hapa kwa nidhamu kwa yako kwa mali. Sio mali kama unakamilisha kwa nyingine 18 20 lakini hapa thawabu yale wala hapo tayari. Lakini kwenye maji kule utaenda kutoa pesa nyingi labda. Kumbe hata shilingi 3,500 au 3,000 ungeweza kula na kashiba. Kwa lazima kuna maji. Sio lazima. Kwa hiyo lazima kwa moyo mmoja usizote itoe nafsi yako lakini ungelishe Mungu. Kwa sababu wanaelewa kwa hiyo na hapa wanataka na pia bado sijafundisha. Mara ya maana kibali kile hapa nitajua nani wakikushia. Hapo wengi. Haya kama nilivyo kueleza. Ukiona kiwango hicho kwa sababu wao ambao hawajachukua hata wamechukua kile kikubwa ndio. Kwa sababu jambo hilo nao. Bahasha hizo ziishe. Bahasha ziishe. Na kama sijaisha kina mama wasiondoke mpaka ziishe. Ndio hapo. Bahasha hizi zilikuwa hapa zarudishwa kando tu atarishani kwa sababu ungepata alhamisi. Lakini kuanzisha baba basi ndio mbele mambo zilikuwa hapo. Aliyekifanya kujua ile yote 30 tujue. Sasa jambo zuri na kama vizuri. Ndio baadhi hamsini zile. Haya sawa, endelea. Usawa ibada. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo kwa hili. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Aidha, wala ikawa uwezo hauna hata wasimamia, lakini umetulizana katika jambo ambalo la heri. Na hasa katika siku ile ya Ijumaa. Usawa siku ya Ijumaa ni siku ya ibada. Yaani pale iliposema kwamba Ijumaa ni siku ya ibada haina maana kwamba ni swala ile ya Ijumaa tu, hapana. Na ndio maana katika sheria katika masiku yasiyokuwa Ijumaa kama tunavyo vizuri. Katika masiku yasiyokuwa Ijumaa kuna nyakati ambazo ni haramu mtu kuswali. Kuna nyakati ambazo mtu ni haramu kuswali, lakini katika siku ya Ijumaa hakuna. Yaani kwa wakati kuna kuswali, hakuna siku wakati ile istiwali shamsi siku gani na nini kwa pamoja. Kwanza kwa faida kubwa kwa tena. Na tunashukuru kwamba watu wetu mara nyingi shahada hasa hiyo hana kawaida ya hotuba dini. Isipokuwa tuna kawaida ya dua zetu. Sasa leo wana darasa hili na waumini wamecheka. Kwa hiyo dua yako ya mwisho ya kwanza ni ndefu sana. Kwa hiyo leo bwana nilikuwa makao moja kwa moja kwamba nifanye hiyo kiswali. Zile za nini zilikwisha? Hiyo sasa ni kwa ajili ya wale ambao baadaye wataandika majina kwa ajili ya wiki ijayo na kadhalika. Kwa maana hamsini zetu hapa chini ni mambo mengi. Sio baada ya kufikia. Huyo sio ile. Halo. 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 Afisa. Unafanya kwa ile fasa. Kwa sekuna nikifikia pale umeshamaliza. Yes,
huko chini huko. Yaani wewe pekee lazima mama yote ile. Sawa? Na hadisi kwa Mungu anajua huko. Akija wewe yote wewe mpe tu. Basi wewe malaika ndio. Sasa kwa kina mama kule ndio ndio lakini tutakuisha. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa yule ambaye alikuwa hana namna yoyote ya swala hili, lakini kama anapenda kufanya, basi tunamwomba kwa Mwenyezi Mungu kwamba asifiwe Ijumaa, Mwenyezi Mungu amruzuku ili aweze kutoa katika masuala kama haya ya wilaya. Lakini kama yule ambaye alikuwa kutoa katika hatua kama hii, pia tunamwomba kwa Mwenyezi Mungu kwamba kwanza kabisa awasante wazazi wake wakiwa mahali au wakiwa mzima. Kwa nini? Kwa sababu usingepata faida yako usingekuu ile kwa wazazi. Usingeweza kupata. Ndio maana tunaanza kuongea wazazi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila mtu ambaye amechukua